Mwigizaji nguli wa Nollywood anaitwa Chinedu Ikedieze maarufu kama Aki amefunguka jinsi alivyokutana na mwenzake anayeitwa Osita Iheme anayejulikana kama Paw Paw na jinsi walivyoanza kuwa na ukaribu wa kipekee tangu mwanzo. Katika mahojiano ya mwaka huu 2026 ambayo amefanya na Chude Chideonwo, Aki alieleza kuwa kukutana kwao kulikuwa kama muungano wa papo hapo au hata mpango wa Mungu. Alisema kabla hawajakutana rasmi tayari alikuwa amesikia watu wakizungumza kuhusu mtu anayefanana naye sana ndani ya tasnia. Kwa maana ya Chinedu Ikedieze maarufu kama Aki anasema kwamba alipokutana na Paw Paw kwa mara ya kwanza mwaka 2001, Aki alihisi kwamba muunganiko wao umekuwa ni wa haraka sana kati yao, na alimwelezea Paw Paw kama mtu mwenye aibu, yani introvert ambaye hapendi kuzungumza sana hadharani, lakini pia ndiye anayemshawishi mara nyingi kushiriki katika kazi mbalimbali za filamu. Wawili hao hata hao pia wawili walihusishwa kama mapacha na watu kutokana na kufanana kwao kwa sura na tabia, na walikuwa wanasoma katika kiwango kimoja cha elimu ya juu, yani undergraduate, na umaarufu wao uliongezeka zaidi kutokana na ushirikiano wao ulioonekana kuwa wa kipekee na wa asili kabisa. Filamu yao ya kwanza ilitoka mwaka 2002, Aki na Ukwa, ambayo ilipata umaarufu sana, na ukisema tu hivi basi watu wanakuwa wanajua, yani ukisema Aki na Ukwa watu wanakuwa wanajua unazungumzia hawa waigizaji nguli wa Nollywood kutoka pale nchini Nigeria, akisema kwamba ndio iliyofanya kuwa na majina makubwa katika Nollywood. Walifuatiwa na kazi nyingine kama vile Two Rats ya mwaka 2003, Baby Police mwaka 2003, na hata kurejea kwa brandi yao kupitia Aki and Paw Paw mwaka 2021. Pia Aki alieleza kuwa mwanzoni walikumbana na changamoto kupata nafasi za kuigiza kutokana na umbile lao, lakini mtayarishaji marehemu Chuku Minionu ambaye yeye alifariki alipata ajali alipokuwa anarejea nyumbani, kutokana na kile ambacho yeye aliwaamini, ndiye ambaye aliwaunganisha na kuunda brandi yao ya Aki and Paw Paw iliyobadilisha maisha yao na historia ya Nollywood. Na kwa ujumla ni kwamba urafiki na ushirikiano wao umebaki kuwa wa kihistoria, ukichukuliwa kama moja ya misingi ya vichekesho vya Nollywood, na umechangia kwa kiasi kikubwa kuifanya tasnia hiyo kuwa kama ilivyo leo. Sasa hii hapa ni sehemu ya kile ambacho alikizungumza na Aki kuhusiana na Osita ambaye ni Paw Paw, kwa jinsi ambavyo na walikutana na maisha mengine yakaendelea mpaka kuwa moja ya waigizaji maarufu tangia miaka ya 2001 kuja huku 2026. My guy, then if you go to him, if you see him from afar, you think type of a guy. But when you come closer, he's not. So I noticed that he's more or less an introvert. So he likes to be on his own. So I remember, trying to devour him, because I was then an undergraduate. So we met that day. Even when we were discussing, if you see even the way we were looking at us. You remember that person from Macbeth, where I think it was Mom Doctor said, "What are these?" When he saw the two witches, "What are these?" So many and so worried, they are tired and look not like the inhabitants of this earth and yet on it. Exactly what transpired that day. It was what me. Of course, I didn't see that time, so I was everywhere. But before this, something happened because I had an uncle, like my mother's family, most of them live in Aba. So I had this uncle. I always, visit my mother's side, but I always visit him.